Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu, na leo tutazungumzia tafsiri za ndoto za samaki. Tafsiri za ndoto za samaki, tukiwa katika mwendelezo wa darsa zetu. Naam, ndugu zangu watazamaji, anasema Ibn Sirin ambaye ni katika wafasiri wakubwa wa ndoto, wafasiri wenye kutegemewa wa ndoto, anasema asamaku bishakli amin, anasema ndoto ya samaki kwa ujumla, bishakli amin, kwa ujumla, yarmuzu ila rizqi walmali walkhairi alwafiri, anasema huashiria, yarmuzu huashiria, ila rizqi huashiria rizki, walmali na mali, walkhairi alwafiri na kheri nyingi. Kwa maana ndoto ya samaki kiujumla huashiria kupata riziki, kwa maana ya kwamba utapata riziki, walmali na mali utapata, walkhairi alwafiri na kheri nyingi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tena anasema khaswatan idha kana samaku kathiran, na anasema khaswa ikiwa samaki uliowaota ni wengi, hiyo inaashiria utapata kheri nyingi na mali na riziki. Naam, lakini anaendelea anasema as-samakul kabir, na samaki mkubwa ukimuota ndotoni samaki mkubwa, yadullu ala almali alkathiri, kadhalika ndoto hiyo uhashiria mali nyingi, kwa maana utapata mali nyingi, awil manfaatul kabira, au faida kubwa. Yani ukimuota samaki mkubwa ndoto hiyo uhashiria ya kwamba utapata mali nyingi au utapata faida kubwa katika biashara zako na mambo yako unayoyafanya. Naam, ama anaendelea shekhe anasema as-samaku saghiru, ama ukimuota samaki mdogo, ukimuota samaki mdogo, anasema qad yushiru ila alhumumi au rizqi alqalili, anasema ukimuota samaki mdogo huenda ndoto hiyo ikaashiria wasiwasi, alhumum kwa maana ya wasiwasi, migogoro, au rizqi alqalili, ama riziki kidogo, kwa maana ya riziki yako itakuwa kidogo, riziki yako itakuwa kidogo. Ukimuota samaki mdogo inaashiria utapata wasiwasi, utapata magonjwa, alhumum kwa maana ya magonjwa, au rizqi alqalili, ama riziki kidogo. Naam, lakini anaendelea, wa alaikumus salam, anaendelea anasema aklu samak, anasema na ndoto ya kula samaki, yani ukiota unakula samaki, anasema idha kana matbukhan, ikiwa huyo samaki amepikwa, idha kana matbukhan, ikiwa huyo samaki amepikwa, wa tayyibul midhaq, na ana ladha nzuri, huyo samaki amepikwa na ana ladha nzuri, anasema fahuwa rizqun halalun wa sahalun, anasema ndoto hiyo inaashiria utapata riziki ya halali na rahisi, riziki yako utaipata ya halali na riziki yako itakuwa rahisi, yani utapata riziki kwa njia rahisi. Ama idha kana malihan, ama ikiwa huyo samaki ni wachumvi, malihan, ikiwa ni samaki ni wachumvi, faqad yadullu ala alhammi au almashaqqa, anasema ndoto hiyo inaashiria wasiwasi, magonjwa au mashaka, kwa maana utapata mashaka, utapata mashaka ikiwa samaki huyo aliyepikwa
ni wa chumvi. Ndoto hiyo inaashiria utapata wasiwasi, magonjwa au mashaka. Naam, anaendelea Ibn Sirin anasema as-samakul hayy fil ma'i, ama ukimuota samaki aliye hai kwenye maji, samaki aliye hai kwenye maji, yani yupo kwenye maji, anasema ndoto hiyo yarmuzu ila al-amali wa tamuhati allati satatahaqqaqu, anasema ndoto hiyo inaashiria malengo, ila al-amali inaashiria malengo, wa tamuhati na matumaini, allati ambayo satatahaqqaqu yatatimia, yani yale malengo yako yatatimia, matumaini yako yatatimia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimuota samaki aliye hai kwenye maji, yani yupo kwenye maji, ndoto hiyo inaashiria malengo na matumaini yako satatahaqqaqu, yatatimia biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, ndugu zangu watazamaji, anaendelea Shekhe Ibn Sirin anasema as-samaku al-mayyit, as-samaku al-mayyitu, anasema ama ukimuota samaki aliyekufa, ukimuota samaki aliyekufa, anasema ndoto hiyo kad yu'baru an khibati amalin, ndoto hiyo inamaanisha ama inaashiria kukatishwa tamaa, ndoto hiyo inamaanisha utakatishwa tamaa, au fashalin fi tahqiqi hadafin, au kufeli katika kufikia malengo yako fulani. Kama una malengo fulani, basi malengo hayo yatafeli na hautayafikia hayo malengo na utakatishwa tamaa. Ukimwota samaki almayitu, aliyekufa, ndoto hiyo inamaanisha kukatishwa tamaa au kufeli katika kufikia lengo fulani. Hiyo ni ndoto miongoni mwa ndoto za samaki au tafsiri za ndoto za samaki. Naam, lakini anaendelea Shekhe anasema swaidu samak, ama ukiota unavua samaki, ukiota unavua samaki, anasema idha kana mimma inswafi, ikiwa huyo samaki unamvua katika maji safi, fa huwa rizqun tayyibun, ndoto hiyo inaashiria utapata riziki iliyokuwa nzuri. Ukiota unavua samaki na samaki huyo yupo katika maji masafi, unavua samaki ambayo yupo katika maji masafi, ndoto hiyo inaashiria riziki nzuri, rizqun tayyib, kwa maana ya utapata riziki nzuri. Ama mimma aqirin, ama ukiota unavua samaki katika maji machafu, yani unavua samaki kutoka katika maji machafu, anasema Shekhe faqad yushiru ila rizqin fihi shubha au mashaka, anasema ndoto hiyo inaashiria utapata riziki, lakini riziki hiyo ndani yake, fihi, ndani yake itakuwa na nini? Shubha, itakuwa na shida au mashaka, au itakuwa na mashaka. Mashaka ni kama Kiswahili tunavyosema, kwa maana ya riziki hiyo itakuwa na shaka ndani yake, itakuwa na shida ndani yake. Taib, Shekhe anaendelea anasema adadu samak, adadu samak, anasema ukiota ndoto ya idadi ya samaki, anasema idha kana al-adadu ma'rufan, ikiwa hiyo idadi ya samaki inajulikana, kwa mfano arba'atu asmak, mfano samaki 4 au samaki 5, samaki 6, yani ile idadi yao inajulikana, anasema qad yadullu ala adadi zaujati au nisai fi hayati rai, anasema ndoto hiyo huenda ikaashiria idadi ya wake, yani ala adadi zaujati, idadi ya wake, au nisai, au wanawake, fi hayati rai, katika maisha ya huyo aliyeota, katika maisha ya huyo aliyeota. Ama idha kana al-adadu kabiran, ama idadi ya hao samaki ikiwa ni kubwa, wa ghairu maarufu wa ghairu maaruf,
na haijulikani kwamba ni samaki watano, samaki 7, samaki wapo 9, haijulikani. Anasema Sheikh Ibn Sirin, fahuwa malun wa ghanima, ndoto hiyo inamaanisha utapata mali na ngawira, utapata mali na ngawira au faida biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya tafsiri ya ndoto za samaki, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Mwisho nimalizie kwa kusema, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, basi ndoto binafsi kuna ada ya kutafsiri ndoto binafsi. Na wale ambao mnahitaji tiba, mnahitaji dua kwa matatizo mbalimbali, dua za kuondosha matatizo mbalimbali, dua za biashara, dua za kuoa, dua za kuolewa na kadhalika, basi tuwasiliane kupitia nambari yetu hiyo ambayo inaishia 23. Mimi naitwa Imamu Shabani Ramadhani Mponda, niseme wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.